Haleluya. Bwana asifiwe. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Nataka nizungumze na wewe message ndogo tu, kwa sababu Mungu amekuwa akizungumza na mimi kwa habari ya makanisa. Mungu alikuwa kunionyesha mambo mengi ndani ya kanisa, lakini amenigusa niongee na wewe unayemwamini Mungu, jinsi shetani anaweza kuliharibu kanisa. Kanisa linaweza likakosa mwelekeo. Shetani akitaka kulipiga kanisa, shetani akitaka kulipoteza kanisa kwenye njia ya Mungu, anaenda kwa kiongozi wa kanisa. Atakacho kwenda kufanya, kwa sababu wewe unamwamini mtumishi huyu, si vibaya kumwamini. Ngoja niseme tu Mungu ambacho nataka kuzungumza na wewe. Naweza nikawa na mwamini mtumishi, unaweza ukawa na mwamini mtumishi kwa jambo fulani, lakini shetani akitaka kuangusha watu, anaenda kuweka maneno maovu ndani ya kinywa cha mtumishi wa Mungu. Kwa sababu mtumishi wa Mungu namwamini, asilimia, na wakati mwingine sijui hata neno linazungumza, akaniambia kitu nikakubali, lakini kumbe ni shetani kapitisha message kwenye kinywa chake nasipokujua. Acha tu nikwambie, wakati kanisa linamwamini mtu mmoja, wakati taifa linamwamini mtu mmoja, wakati familia inamwamini mtu mmoja, shetani atakachokifanya, atatafuta nafasi kupita kwa yule mtu ambaye mnamwamini. Atazungumza maneno ya uongo, atasema kufanya 1, 2, 3 sio tatizo, nani mtaamini? Kwa sababu yeye akasema msijui kaambiwa na nani. Sauti kaisikia kutoka wapi? Ni maelekezo ya Mungu au ya adui? Mungu amenigusa nizungumze na wewe habari kwamba kwa nini inakuwa hivyo. Kwa nini shetani akitaka kuangusha watu ndani ya kanisa, akitaka kanisa kulipoteza kwenye njia ya Mungu, anaenda kwa kiongozi wa kanisa, anaenda kwa mchungaji. Anajua tu nikimpiga mchungaji, kondoo watatawanyika. Sasa kanisa linaweza likatoka kwenye njia ya Mungu kwa kudanganywa pale muovu anaingiza maneno yake kwa mtumishi wa Mungu. Ukisoma Nyakati wa kwanza sura 21 mstari wa kwanza, kisha shetani akasimama juu ya Israeli akamdanganya Daudi, wa Israeli. Ukisoma mstari wa 7, Mungu akupendezwa na hilo, akawapiga Waisraeli. Mungu akaipiga Israeli yote kwa sababu ya mtu huyu aliyedanganywa na nani? Nao wakafanyaje? Wakaamini. Yoabu akaamini, akatumwa na Daudi, nenda kwa Hesabu. Akapita katika Israeli, lakini Mungu hakupendezwa na kile kitu. Mwonaji wa Daudi, ikabidi Mungu aseme na mwonaji wa Daudi, akamwambia nenda akamwambie Daudi achague mwenyewe, miaka 3 njaa au mbele ya adui zake akipatwa na upanga wa watesi wake, au upanga wa Bwana siku 3, yani tauni katika nchi. Chagua. Lakini kanisa linaweza likapigwa na Mungu kwa sababu ya kutokujua Mungu anasema nini, pasipo kujua neno la Mungu, pasipo kumjua wewe mwenyewe Mungu, pasipo kusimama personally na Mungu, wewe mwenyewe ukasimama na Mungu, ukalijua neno vizuri, kuna mambo mengine utayapinga. Kanisa litakuja kuambiwa na Mungu, ondokeni kwangu mimi siwajui. Kwa nini? Kwa sababu nilisikiliza sauti ya Ibilisi iliyoingizwa kwenye kinywa cha mtumishi. Aliwapiga Waisraeli 70,000 kwa kosa la mtu mmoja. Kwa nchi yote ya Israeli, Mungu anaitandika kwa kosa la mtu mmoja aliyesikia sauti ya Ibilisi. Wakati mwingine Petro akawa anamwambia Bwana, hakika wewe Bwana hautasulubishwa, wewe hayatakupata haya. Lakini Yesu akamwambia,
Rudi nyuma shetani, rudi nyuma yako shetani ukikwazo. Yesu hasemi kwamba rudi nyuma Petro ukikwazo. Anasema rudi nyuma shetani ukikwazo. Kuwa makini, elewa, lijue neno la Mungu. Lijue neno la Mungu. Wewe kama wewe, mjue Mungu. Mjue Mungu, hautaingizwa kwenye njia za udanganyifu, kwa sababu neno la Mungu ni kweli, ni kweli, ni kweli. Utaijua kweli. Daudi ni mpakwa mafuta wa Bwana, lakini shetani akamdanganya. Petro mtumishi wa Mungu, lakini shetani akamdanganya. Shetani akiingiza sauti zake ndani ya watumishi wa Mungu, kanisa lote linayumba, kanisa lote linateketea, kwa sababu kanisa linaamini huyu ni mtumishi wa Mungu, huyu ameitwa na Mungu. Kumbe shetani amemuinda yeye ili angushe mabilioni ya watu, ili aliangushe kanisa lote. Anaweka maneno ya uharibifu ndani ya kinywa cha mtumishi, na nyinyi mnayapokea mkijua ni ya Mungu. Kumbe shetani ameyaweka ndani ya kinywa chake.